kwanza michuano ya na bado wanafanikiwa kupeleka fainali, hauna kingine cha kuwazungumzia zaidi ya kuwapongeza kwa kazi kubwa ambayo kwenye wachezaji ama kikosi kinachoundwa na wachezaji chipukizi wenye umri mdogo na wanapambana vita na hatimaye kupeleka fainali. Hakuna kingine cha kudai zaidi. Tunaizungumzia Simba ambayo benchi lake lote la ufundi jipya, walimu wanahitaji miaka 3 kuweza kutengeneza timu imara, lakini ndani ya muda mfupi mwalimu Fadlu Davis amefanikiwa kutengeneza Simba imara yenye wachezaji wapya, wachezaji wasiokuwa na uzoefu, wachezaji wadogo. Kwenye timu hii kutoa madola ya katika ulemavu walibaki wote walikuwa wageni, lakini pamoja waliweza kutengeneza Simba iliyokuwa imara na tishio, na hatimaye tunacheza. Ndio maana tunaweka wazi ya kwamba sisi kwenye mioyo yetu, kwenye fikra zetu tunasema ya kwamba sisi ni mabingwa wa Afrika msimu huu kwa sababu tumetimiza malengo yetu. Hili limekwisha. Tunachokiangalia sasa hapa ni kutengeneza timu ya kwenda kutupa ubingwa sasa. Tayari tuna timu ya kuweza kutufikisha fainali. Paliko baki ni timu ya kwenda kutupa ubingwa. Na ili tuweze kufanikiwa hilo, standard mpya ambayo tumeiseti hivi sasa, niwaambie ndugu zangu waandishi wa habari, standard yetu tunapoanza michuano ya kimataifa, break yetu inakuwa ni fainali ya michuano ya Afrika. Hiyo ndio standard mpya ya mnyama ambao tumeiweka hii leo. Msimu huu kimataifa tumemaliza, tunajipongeza na tunakwenda kujipanga kwa wakati ujao. Ahmed, mashabiki wa Simba wengi ambao nimepata nafasi kwa wanasema kinachouma sio kufunga, lakini wanaonewa zaidi kuliko kuwa fair. Mashabiki wana haki ya kuzungumza. Kama kuna maamuzi hayakumridhisha mtu yoyote, ana haki ya kuzungumza. Na mpira ni mchezo wa hadharani. Kila mtu anaona kama ile imefanyika sawa ama ile haikufanyika sawa. Kwenye failure yoyote huwa kuna sababu mbili. Huwa kuna sababu ya nje na kuna sababu ya ndani. Kwa hiyo sisi Simba Sports Club kuna sababu ya ndani iliyotufanya tukose ubingwa. Tutakwenda kuiangalia hiyo na tuboreshe. Alafu kuna sababu ya nje, hiyo ambayo mashabiki wetu wanaizungumzia. Nayo tunakwenda kujipanga tudili nayo vipi ili safari inayokuja yasiweze kujitokeza matatizo ya nje. Asante. Budo. Amazing performance. SGR. Nitaka niseme neno. Sema chochote kaka. Mpira wa Tanzania una organ 3. Kuna organ ya media, alafu kuna organ ya mashabiki, alafu kuna organ ya technical. Kwa Joshua Mutale Budo SGR, organ ya technical ambayo inaongozwa na mwalimu Fadlu hawakuwahi kumkatia tamaa Joshua Mutale. Na mwalimu Joshua Mutale katika maisha yake anapaswa kumshukuru sana mwalimu Fadlu Davis. Amekuwa naye bega kwa bega. Joshua Mutale muda wote, pamoja na kwamba alikuwa hajacheza vizuri tangu amekuja Simba Sports, lakini mwalimu Fadlu hakuwahi kumkatia tamaa. Ameendelea kumtia moyo, kumsimamia na kumuongoza, na hatimaye hii leo amekuja kutulipa uvumilivu. Organ ya pili ilikuwa ni organ ya mashabiki. Mashabiki wa Simba hawakuwahi kumkatia tamaa Joshua Mutale. Bahati mbaya ama nzuri, nyinyi huwa mnakaa the other side.
kwenye uwanja ule wa KMC. Lakini wale ambao huwa anakaa kwenye haya majukwaa ya mashabiki, Joshua Mutale alikuwa akipewa nafasi hata akicheza vibaya, lakini still watu wataendelea kumuimba Budo 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 kwa ajili ya kuendelea kumencourage ili aje afanye kazi yake ipasavyo ndani ya Simba. Kwa nini hizi organ mbili hazikukata tamaa kwa Joshua Mutale? Kwa sababu sisi mashabiki wa Simba pamoja na Mwalimu Fadlu walikuwa wanajua kabisa ya kwamba Joshua Mutale ni mchezaji mwenye kipaji kikubwa. Cha kufanya ni kumtunza na kumwengaenga ili kipaji chake kisipotee. Ndio kazi ya mwalimu na mashabiki ambao tumeifanya kwa ufanisi wa hali ya juu. Na Joshua Mutale ndio mchezaji mwenye bahati kubwa na mashabiki wa Simba. Pamoja na kufanya vibaya kwenye nyakati zile, lakini watu waliendelea kumpigania na kumpenda. Wachezaji wengine wakicheza kama alivyokuwa anacheza Joshua Mutale, huwa wanaambulia matusi, wanaambulia kejeli. Nimewahi kumkuta mtu kama Kibu Dennis situation kama hiyo. Alikuwa afanye vizuri, mashabiki wakawa wanamvamia muda wote mpaka akawa anakosa imani na raha na Simba yake. Lakini kwa Joshua Mutale imekuwa ni tofauti, watu waliendelea kuwa na imani naye, na imani ambayo tuliinvest kwa Mutale Budo imetulipa. Leo anafunga goli, anakuwa mchezaji bora. Just imagine kutoka kuwa mchezaji bora kwenye mechi dhidi ya Big Man, dhidi ya Mbeya City, anakwenda kuwa mchezaji bora kwenye mechi ya finali dhidi ya Berkane. Bahati mbaya ama nzuri, gari ya Joshua Mutale imechanganya mwisho wa safari, kwa maana msimu unamalizikia ukingoni. Lakini huyu Mutale tunayemuona sasa ndiye ambaye tutafungua naye msimu akiwa na ubora huu kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Ahmed, wewe umekuwepo ndani kwa wachezaji na mimi nimepita. Kipindi cha mapumziko kulikuwa kuna kama sintofahamu, kutoelewana kati ya Ngoma na Kamara. Pengine kwenye pita zako umejaribu kufahamu ama umebaini nini ambacho kilikuwa kimewafanya? Ni kweli nimeiona ile situation na nimeingia dressing room, lakini nimesahau kuuliza kama nitabahatika. Wameshatoka kwa wachezaji? Wameshatoka. Hapo kwenye mix zone hawajaongea. Nilisahau kuuliza. Ningejua ningemuuliza hata meneja angenihadithia, ningekuja kuambia. Si unajua mimi swafichaki jambo lakini nitafuatilia na nitawaambia. Juni 15 ndio nafuata. Ngapi? Juni 15. Kabla ya Juni 15 tuna match kidogo hapa. Tunarudi nyumbani hivi sasa. Lakini kabla tumemaliza masuala ya kimataifa. Tumemaliza? Ndio. Everyone is satisfied. Yes. Meshiba dakika 10 zimepatikana vizuri kabisa. Meshiba. Swali la mwisho kwa mashabiki wa Simba. Tutembee kifua mbele kwa hiki ambacho tumekipata msimu huu. Of course inauma kukosa ubingwa mbele ya macho yako, lakini tunapozungumzia maendeleo tuna kila sababu ya kujipiga kifua na kusema ya kwamba timu yetu imefanya kila kitu kizuri msimu huu. Wala shabiki wa Simba usijisikie unyonge, wala shabiki wa Simba usijisikie usiugue na moyo wako. Shabiki wa Simba, tembea kifua mbele, timu ya kutamba nayo tunayo. Na wala usiogope mtu akakucheka. Anayekucheka ameishia hatua ya makundi. Unakumbuka hatua ya makundi imeisha lini? Tumesahau, hata tukumbuki imeisha. Anayekucheka aliishia hatua ya makundi, yani zamani huko. Sasa mtu kama huyo anatoa wapi authority ya kukucheka wewe? Huyo ni mtu mjinga ambaye kwenye filosofi ya maisha kwa wale ambao mmesoma matokeo yakitoka alafu darasa zima limefeli, kuna mtu ataumia, alafu kuna mjinga mmoja atasema yes tumefeli wengi. Si umeelewa Hao ndo wale walioishia makundi, alafu anamcheka mtu wa finali, anaingia kwenye hilo kundi la wengi, na kundi la hao wajinga ambao
hajisikitiki yeye kufeli kwake, ila anafurahia na msabaha naye kafeli. Hilo ni kundi la watu wajinga. Sasa mtu kama huyo hapaswi kukuumiza kichwa wala akili hata kidogo. Na hilo kundi la wajinga ndio wakatengenezaga msemo, msiba wa wengi harusi. Msiba ni msiba tu, msiba wako ni wako tu, haijalishi ni wengi. Lakini furaha ya masikini ni kumuona tajiri naye amelala njaa, ndo anajisikia raha. Hawazi kama hajala yeye siku nzima atauma vidonda vya tumbo, anachowaza na Mo Dewji naye hajala leo hii, basi wote tuko sawa. Hawazi kutafuta hela ili yale, anafurahi kwa sababu na tajiri naye. Sasa hao ni watu wa hovyo ambao sisi wana Simba hatupaswi kuingia kwenye mtego wao wa kutucheka sisi kupoteza finali. Sisi tuna kila sababu ya kujiproud, tuna kila sababu ya kuvimba, na kesho tunarejea Dar es Salaam kibabe vibaya mno, hatuna unyonge hata mmoja. Mmepata content ya maana